Kwa muda mrefu, vikosi maalum vya kijeshi vya Uingereza, Special Air Service na Special Boat Service vimesifiwa kama mashujaa wa vita wenye uwezo mkubwa wa kupenya ngome hatari na kutekeleza mashambulizi ya hatari na haraka dhidi ya magaidi. Lakini ripoti mpya iliyotolewa na shirika la habari la BBC limeibua taswira tofauti kabisa, ikifichua upande wa giza wa mashujaa hawa, mauaji ya kikatili, mateso ya raia na njama za kuficha ukweli. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, wanajeshi hawa walihusika katika mauaji ya raia wasio na hatia nchini Iraq na Afghanistan, wengi wao wakiwa wamelala au wamefungwa pingu. Kwa mujibu wa mashahidi waliowahi kuwa ndani ya operesheni hizi, matukio yaliyoelezwa si ya bahati mbaya wala ya kivita, bali ni mfumo wa ukatili ulioruhusiwa kimya kimya. Wanajeshi walikuwa wakitekeleza mauaji ya raia waliofungwa mikono, ambapo wangemkamata mtu, wampige pamoja na kumpiga pingu kisha kumfuatilia risasi kichwani. Baadaye wangekata pingu na kuweka bastola karibu na mwili wake ili ionekane kwamba mtu huyo alijaribu kuwashambulia, ndio basi wakaamua kumfuatilia risasi. Wanajeshi hawa hawakuwa na mchakato wa kuuliza maswali au kuhukumu. Waliokamatwa walihukumiwa kifo papo hapo, mara nyingi wakiwa watoto au wanaume wa kawaida wasiokuwa na silaha. Katika mashambulizi ya usiku maarufu kama night raids, nyumba zilivunjwa, familia zilikumbwa na hofu na waliolala waliuawa, huku wakidhaniwa kuwa wapiganaji wa Taliban au Al-Qaeda. Hata baada ya kubainika kuwa walikuwa raia, mauaji yaliendelea bila kusita wala huruma. Ili kuficha ukweli wa mauaji, wanajeshi hao walikuwa wakiondoa pingu kwa miili ya marehemu kisha kuweka silaha karibu nao, wakionyesha kama walijaribu kushambulia. Njia hii ya kifo ilikuwa sehemu ya operesheni, ikihalalisha mauaji mbele ya wakubwa wao na jamii ya kimataifa. Katika baadhi ya kesi, wanajeshi wachanga walipokea amri za moja kwa moja za kuwaua waliokamatwa kutoka kwa wakuu wao. Mauaji hayo yalifanywa kama sehemu ya utaratibu rasmi wa operesheni. Hili lilichochea hisia kwamba kulikuwa na kibali kisicho rasmi kutoka kwa ngazi za juu. Wale waliopigwa risasi lakini hawakufa papo hapo walimaliziwa kwa risasi nyingine, sio kwa lengo la kusaidia, bali kuhakikisha kuwa hakuna aliyeachwa hai kushuhudia uhalifu uliofanywa. Katika kile kinachoonyesha namna ambavyo hali hii ilikuwa imefika hadi juu ya mfumo wa kisiasa, aliyekuwa rais wa Afghanistan Hamid Karzai alitoa onyo binafsi kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza David Cameron kuhusu mauaji haya ya raia. Lakini kilichoonekana ni ukimya wa kisiasa na kutochukua hatua, hali ambayo inachochea tuhuma kwamba baadhi ya viongozi walikuwa wakijua ukweli huu, lakini wakaamua kufumbia macho kwa sababu ya maslahi ya kisiasa na kijeshi. Uhalifu huu haubaki tu kuwa dosari kwa historia ya kijeshi ya Uingereza, bali una madhara ya moja kwa moja kwa jamii zilizokumbwa. Raia wengi wa Iraq na Afghanistan walikuwa wakitumaini kwamba uwepo wa NATO ungeleta amani, lakini matukio haya yameacha kizazi cha vijana waliojeruhiwa kiakili, wakiwa na hasira na chuki dhidi ya nchi za magharibi. Mataifa kama Uingereza hujenga diplomasia kwa misingi ya haki za binadamu, lakini ikiwa wanajeshi wake walihusika na uhalifu huu, hoja zao za kudai maadili ya kidemokrasia hupoteza uzito kimataifa. Vitendo vya kikatili dhidi ya raia huongeza ushawishi wa makundi yenye itikadi kali, yakionyesha kwamba magharibi haina utu. Hili huchangia vijana kujiunga na makundi kama Al-Qaeda au ISIS. Ingawa kuna ushahidi, bado hakuna wanajeshi waliowajibishwa ipasavyo kwa uhalifu huu. Mara kwa mara, serikali ya Uingereza imekanusha madai haya au kueleza kuwa uchunguzi unaendelea. Hali hii inazua maswali. Je, haki kwa waathirika itapatikana? Je, mfumo wa kijeshi wa Uingereza unakinga dhidi ya uhalifu wa kivita? Au je, kuna nia ya kisiasa ya kweli kufichua ukweli? Wakati ripoti hizi zikiendelea kuchapishwa, kuna haja ya mashirika ya kimataifa kama Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kuingilia kati na kuchunguza madai haya kwa kina. Raia wa Afghanistan na Iraq wanastahili kujua ukweli na kuona haki ikitendeka. Vikosi maalum vya kijeshi vina mamlaka ya kipekee, lakini mamlaka hiyo isipoambatana na maadili na uwajibikaji hugeuka kuwa silaha ya mateso. Leo dunia inahitaji kusikia sauti ya waliojeruhiwa na kutoa jibu kwa uhalifu huu kwa uwazi.